Ili hapa. Yuko nyuma ukanapita kinaamrisha. Wetu alhamdulillah tanzia Masjid Quba. Ziara hii ya Masjid Quba inahitaji umeshachukua huko nyumbani, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yule ambaye atakayejitoharisha nyumbani kisha akauendea msikiti huo Masjid Quba akaswali pale, basi swala yake inahesabika ni kama kafanya nini? Kuswali rakaa mbili inahesabika kama kafanya ibada ya umra. Malipo yake ni malipo ya ibada ya umra. Masjid Quba ndio msikiti wa kwanza kujengwa, ndio msikiti wa kwanza kujengwa katika historia ya Uislamu. Usichanganye habari na msikiti wa kwanza kuwekwa. Msikiti wa kwanza kuwekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya watu kufanya ibada ni ule msikiti tuliotoka Masjidil Haram Maka. Hapa tuko Madina. Na msikiti wa pili ni msikiti wa Baitul Maqdis, msikiti wa ambao uko Filistini. Msikiti wa Maka na msikiti wa Baitul Maqdis imetofautiana kwa muda wa miaka 40, na habari hii imo kwenye hadithi sahihi, Sahihi Bukhari na Sahihi Muslim, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, ayu awwalu masjidin wudi'a linnas, ni msikiti upi wa kwanza ambao Mwenyezi Mungu ameweka kwa ajili ya watu, ni mahala pa kwanza pa kuswaliwa, ambapo Mwenyezi Mungu mwenyewe amepa idhinisha kwamba hii sehemu watu wafanye ibada ya swala. Mtume akajibu ni Masjidil Haram ambayo iko Makkatul Mukarrama. Akaulizwa kisha msikiti upi, akasema Masjidil Haram. Akaulizwa tena imetofautiana miaka mingapi baina ya Masjidil Haram na alikuulizwa tena akasema Baitul Maqdis. Akaulizwa kwamba imetofautiana miaka mingapi, akasema miaka 40. Baitul Maqdis ni ule msikiti ambao unagombaniwa na Waislamu na Mayahudi. خلاص باص ثاني ذهب نذهب ورا kule Palestina. Sasa Masjid Quba ambao tunaokwenda ni msikiti wa kwanza kujengwa na asiyekuwa Allah Subhanahu, kwamba ni mitume. Kusema mitume wanadamu, msikiti wa kwanza katika Uislamu kujengwa usisa ala taqwa ni huyo msikiti tunaokwenda ambao ni Masjid Quba. Unakwenda kuona msikiti huo ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alishiriki kujenga. Mwenyezi Mungu atuwafikie tufike hapo salama. Na Masjid Quba ndio kituo cha kwanza cha Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka pale kwenye Jabal Thawr. Nadhani nakumbuka habari ya Jabal Thawr kule Maka. Mtume alikaa siku 3 pale. Alipotoka Madina moja kwa moja, alipotoka Maka kuja Madina, eneo la kwanza kufikia pale katika ardhi ya Masjid Quba ambayo ilikuwa ikimilikiwa na bwana mmoja akiitwa Kuluthumu ibn Hidmi. Kuluthumu ibn Hidmi. Kwa ndipo tunapokwenda hapo, na kwenda hapo pia kunatufundisha jambo, umuhimu wa kumiliki ardhi, kwa sababu ardhi ni kitu ambacho hakichakai. Tafakari msikiti uliojengwa tangu wakati wa Mtume Muhammad, ardhi yake bado ipo na huu msikiti bado upo mpaka leo. Lakini jambo kubwa la thamani
unalokutana nalo kifikra ni kwamba Uislamu ni dini ambayo matukio yake unayaona wazi. Msikiti ambao una mkono wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ujenzi unakwenda kuona, ambao ni Masjidi Quba. Alipotoka Mtume sallallahu alaihi wasallam Masjidi Quba, pale Masjidi Quba alipofikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikaa kwa muda wa siku 4. Alifika Jumapili tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka 622 Rabiul Awwal, mfungo 6, tarehe 12 mfungo 6 na tarehe 12 mfungo 6. Kumbuka ndio siku aliyozaliwa Mtume Muhammad, ndio siku alipofika pia Madina. Kwa hiyo alifika siku ya Jumatatu. Nakumbuka kwamba Mtume Muhammad alizaliwa siku ya Jumatatu, alipewa utume siku ya Jumatatu, alikufa siku ya Jumatatu, na alifika Madina safari yake ya kuhama kutoka Maka siku ya Jumatatu. Hii Jumatatu hii unaweza kuipigia mstari ukaifuatilia mwenyewe utakavyoweza. Kwa alikaa Jumatatu, Jumanne, Jumatano mpaka Alhamis. Siku ya Ijumaa aliondoka, na alipofika katika ardhi moja ya Bani Salim bin Auf, Ijumaa ilimkuta katikati, akaswali Ijumaa hapo, na hapo ndo ikawa ni Ijumaa ya kwanza kuswali Mtume Muhammad katika dunia. Tutauona msikiti huo Masjid al-Jumaa kwa taufiki yake Allah subhanahu. Kwa hiyo hapa katika Masjid al-Haram tulipotoka kwa Masjid al-Nabawi, alifika eneo hilo siku ya Ijumaa. Siku hiyo siku ya Ijumaa ndio alipofika hapo. Mwenyezi Mungu atuwafikie kwa mukhtasari huu kidogo uliopata, kwa sababu tuna wasiwasi pale tunaweza tusipate fursa kutosha ya kuelezana mengi. Kwa hiyo Masjid Quba ni msikiti wa kuchukua kumbukumbu kwamba umefika wewe, msikiti wa kwanza kabisa ambao uliojengwa katika Uislamu, na pia utofautishe na msikiti ambao wudhi'a linnas, inakuwa ni Masjid al-Haram, msikiti wa Maka, na wa pili ni Baitul Maqdis, ndio msikiti wa pili. Quba bila shaka unaweza kuwa kama msikiti wa tatu. Mwenyezi Mungu atuwafikishe sana. Quba ilikuwa inaonekana msikiti ule kule, ile minara kule ni Masjid Quba. Kulia kwako ni fahari yetu kufika pale msikitini. Moja ya fahari kubwa ni kwamba ni msikiti ambao Mtume mikono yake inashiriki kujenga. Lakini mbele yetu ile ndio Masjid Quba. Utazame huku ukimsawarisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vizuri sana, tuangalie, ikiwezekana tuweke alama kwenye gari yetu hii, kwa sababu magari ni mengi yanakuja kuzuru hapa. Nadhani tunaona wenyewe minara haina neno. Kuna kwetu kuna watu wanatuambia minara haifai nini, matabu hilo.
احنا بقى عندنا menos historia. Abre la boca. Aliak. Allah ya Rahman ya Rahim. Şimdi biz kitap yapıyoruz da, tadını da